Bila shaka hujambo msikilizaji. Karibu katika kipindi cha kitabu chetu kutoka maktaba. Bado tupo katika kitabu cha Haramu. Upo nami Uncle Bello. Nitarejea kidogo sehemu iliyopita. Na wajua watu ambao ni maskini wa kutupwa kabisa, ambao hata kula walikuwa mara chache sana kwa wiki. Sasa tumelaaniwa na nani? Kwa nini sisi tu na sio wote tulioko Swahilini? Kwani maskini ndo kulaaniwa? Na nani mwenye mamlaka ya kutangaza kuwa wengine walikuwa wamelaaniwa na wengine hawakulaaniwa? Endelea kusikiliza Haramu. Nilijiuliza, nina tofauti gani na wavulana wa umri wangu ambao hawakulaaniwa kama mimi? Wote sisi ni sawa kwa kila kitu. Kuna ambao wanawazidi kwa akili, nguvu na hata malengo ya maisha. Sasa laana yangu ni ya nini? Kukosa baba? Kwani kukosa baba ni laana? Nani hapa duniani hana baba? Inawezekana mtu azaliwe bila ya kuwepo baba wala mama. Kwa nini nilaaniwe mimi tu? Niwe pekee nisiye na baba hapa duniani? Mbona sijasikia mtu mwingine akiambiwa amelaaniwa kwa kutokuwa na baba? Kama nimelaaniwa, hiyo ina maana gani katika kuishi? Tumeambiwa tucheze na watu wasio na baba, na sisi baba zetu watakufa, tuwe nasi hatuna baba. Niliyakumbuka maneno ya kila mara. Je, kulikuwa na ukweli wowote kwenye yale maneno? Mbona nishacheza nao kwa muda mrefu sana na hakuna baba hata mmoja aliyekufa? Nani alianzisha yale maneno? Morris alielezwa na nani? Baba au mama yake? Kadri nilivyozidi kuwaza, ndivyo nilivyoona kuwa sikuwa na laana yoyote. Nilijieleza kuwa mama yangu kafanya kazi ya umalaya haikuwa sababu ya mimi kuwa na laana. Nilikumbuka kusikia kuwa kuna watu ambao wazazi wao wana watoto nje ya ndoa zao. Mbona sijawahi kusikia kuwa watoto wale walikuwa wamelaaniwa kama mimi? Nilijipa moyo kwamba uvumi ule kuwa nimelaaniwa haukuwa na ukweli hata kidogo. Sikuwa nimelaaniwa na mtu yoyote wala Mungu. Maneno ya kunyamazisha na kujifanya jisikie mnyonge na dhaifu. Nilikula kiapo kuanzia wakati ule hakuna yeyote wa kuniita mtoto wa laana au mtoto haramu. Sikuwa na laana wala sikuwa haramu. Nilikuwa mtu wa kawaida kama alivyo watu wengine wote. Niliapa lazima niwaeleze wote wanidhani yao kuwa mimi nimelaaniwa. Si kweli. Kama mtu aliniita mlaaniwa, basi nitamwambia yeye ndiye alilaaniwa. Kama akikazana kuniita hivyo, basi ningejua wakati huo huo nini cha kufanya. Ili kukamilisha kiapo changu, nilitafuta kipande cha chuma. Bahati nzuri nilipata kipande cha wembe kilichotumika. Nikakata kidogo kidole changu kidogo cha mkono wa kulia. Damu ikatoka. Nilinyonya ile damu ikiwa ni ishara ya kukamilisha kiapo changu. Nilikuwa mtu mpya, nilikuwa na mitazamo mipya, nilikuwa na lengo jipya. Kuanzia sasa nilikuwa mtu huru, sina laana na sina kosa. Ningeishi maisha ya kawaida. Yoyote ambaye angenikazania mimi laana angekiona cha mtema kuni. Nilikuwa nimeamua kila lenye mwanzo lazima liwe na mwisho. Nilinyanyuka baharini nikiwa mtu tofauti. Nilirudi Swahilini na kuendelea kuzurura. Jua lilikuwa linapanda sasa. Nilipita kwenye klabu cha pombe. Nikasimama na kupaangalia tena. Akina mama wauza pombe klabuni walikuwa wakifagia na kupapiga deki. Nilitazama sehemu ambayo nilikuwa nimeiona usiku uliopita. Sehemu ambayo nilikuwa nimempiga jiwe Masudi. Sikuamini ninachokiona. Sehemu ile ile kulikuwa na jiwe kubwa, jiwe ambalo ndilo ambalo nimelitumia kumpiga nalo Masudi. Lilikuwa likitumika kama kiti. Kulikuwa na watu wachache walikuwa wakizimua pombe walizokunywa jana. Wanawake wengine walikuwa wakitayarisha pombe. Nilisimama, nilipatizama mahali pale, huku picha nyingi kipita kichwani mwangu. Najua huna hela, we kijana maskini. Najua kwa nini huna baba. Tazama mtoto wa haramu na laana. Niliyakumbuka tena maneno ya Masudi. Maneno yake yalikuwa bado kichwani mwangu na yaliniuma sana moyoni. Yale maneno yakifuatiwa na nilichosikia usiku uliopita viliniongezea maumivu. Bado nilikuwa nikijiuliza kama nitarudi nyumbani au nipotelee huku nje moja kwa moja. Nilihisi ingekuwa faraja kwa mama. Asingekuwa na haja ya kuwazia chakula changu tena.
na mimi ningeweza kujitafutia chakula changu mwenyewe. Wakati ule ule nilikuwa na wasiwasi wa usalama wa mama. Ingewezekana kabisa mtu akaingia na kumdhuru. Mtu huyo angeondoka kizani bila kuonekana na yoyote. Niliwaza kuhusu babu zangu na ndugu zangu wengine. Wako wapi? Kama ningewajua na kujua mahali walipo, ningekwenda kuishi nao. Nisingerudi nyumbani na ningempunguzia mama mzigo. Ningekuwa na rafiki pia, ningemwendea. Bila shaka angekubali nikae naye japo kwa muda. Lakini sikuwa na ndugu wala rafiki. Lakini kwa nini Mungu anakubali nipate matatizo haya yote? Kwa nini asinionyeshe ndugu yangu yoyote, japo mmoja tu, ukiacha mama? Au ndo kusema Mungu naye anafurahia kuniona nateseka kama hivi? Bahati, unalia nini? Sauti kali ya kike ilinishtua kutoka nilipokuwa. Alikuwa ni mmoja wa wanawake wapika pombe pale klabuni. Kumbe nilianza kutiririkwa na machozi wakati nikiwa maazoni. Wanawake wengine kusikia vile nao waligeuka kunitazama. We mtoto, kinakuuliza nini? Mwanamke mwingine aliuliza. Tushamzoea huyo kulialia kila mahala. Wewe unafikiri lana kuzaliwa mchezo? Alisema mwanamke mwingine ambaye alikuwa akifanya usafi. Nilifuta machozi kwa kiganja haraka haraka. Niligeuka na kutokomea kabla sijashambuliwa na maneno mengi. Endelea kusikiliza Haramu. We mtoto, hebu njoo kwanza. Nilisikia wakiniita, lakini nilishatokomea. Niliendelea kutembea bila malengo mpaka nikafika shule ya msingi Swahilini. Ilikuwa inakaribia dhuhuri. Nikawa natafuta sehemu ambayo ngeweza kujibanza na kulala. Shule ilinikumbusha ndoto yangu iliyotoweka, ndoto ya kutaka kusoma. Pia niliona singeweza kamwe, ningepataje utajiri? Elimu ilikuwa njia iliyokuwa wazi zaidi kuelekea kwenye hali nzuri ya maisha. Ghafla niliona watoto wakicheza mpira uwanjani. Walikuwa ni wenzangu wa umri wangu. Kulikuwa na kiwanja kimoja pekee cha michezo Swahilini. Kilikuwa pale shuleni kwa sababu maeneo mengine yote yalijengwa nyumba na mabanda mbalimbali. Kulikuwa na zamu za kuchezea ule uwanja. Mara nyingi nyakati za jioni ilikuwa zamu ya wakubwa. Watoto walikitumia nyakati za asubuhi. Nilipata hamu ya kucheza tena mpira. Zilikuwa zimepita siku nyingi tangu nilipokataliwa kucheza na Morris. Nilihisi safari hii nisingekataliwa kucheza. Labda walishaanza kusahau, au labda kusingekuwa na madhara makubwa kucheza mara moja. Nilikwenda na kuomba nafasi. Bahati nzuri kulikuwa na upande ambao ulikuwa na watu pungufu. Vua shati na tucheze upande huu, alisema mtoto mmoja. Nilivua shati na kujiunga na upande wa watu waliocheza vifua wazi. Miongoni mwa watu walikuwa upande tofauti alikuwa Morris. Nilipata shida mwanzoni kuanza kucheza. Nilikuwa nimeanza kusahau na kiwango cha ufundi wangu kilishaanza kuondoka. Nilikuwa nashindwa kuzima mpira vizuri na pasi zangu zilikosa macho. Nilisikitika kushindwa kukata chenga, kwani nilikuwa maarufu sana kwa ukataji chenga enzi zile. Hata hivyo, haikunichukua muda sana kurudia hali yangu ya zamani. Mechi ilikuwa kali na kila upande ulijitahidi kucheza kwa bidii. Tulikuwa tunafungana kwa zamu. Upande mmoja ungeongoza na upande mwingine ungejitahidi mpaka nao urudishe. Kulikuwa hakuna refa na sheria nyingi za mpira zilikuwa hazitumiki. Jua lishapita dhuhuri na hakuna alionekana kujali. Baadhi ya watoto walikuja kuitwa kwenda kula, lakini walikataa. Mpira ulikuwa umenoga na hakukuwa na mtu aliyetaka kuuacha. Mechi ilikuwa nzuri sana. Ilionekana kwa sote tulianza kuchokana. Mpira ulikuwa unaelekea mwisho. Wakati huo tulikuwa tumefungana mabao 9-9. Mpira ulikuwa kurushwa kwa upande wetu. Mpira ulirushwa na moja kwa moja kwangu. Niliutuliza kwa kifua changu na mpira ukaanguka miguuni. Mpira ulidunda chini na kurudi juu. Niliuzima kwa paja huku nigeukia lango la wapinzani. Adui mmoja alikuja, nikampiga kanzu. Niliuwahi mpira nyuma yake na kumpiga chenga mlizi mwingine aliyetaka kuuwahi. Sasa nilishashika kasi. Alikuja beki mwingine na nikapitisha mpira katikati ya miguu yake. Yeye nilimkwepa kwa kuruka mguu wake. Niliuwahi mpira kabla ya mlinzi mwingine ambaye alilala chini kutaka kunizuia. Niliubetua mpira kidogo kwa juu. Mpira uliipita miguu yake na yeye mwenyewe akanikosa. Sasa nilikuwa na mlinzi mmoja tu kabla sijafikia golikipa.
Mlinzi huyu alikuwa makini zaidi kwa sababu alijua yeye ndiye alikuwa wa mwisho. Ilibidi na mimi nitulie kwanza kama nilitaka kumpita. Nilimhadaisha kwa kuchezesha mwili, naye kabla ya kuangalia mpira nilipitisha mpira miguuni na kumpita kirahisi. Kipa alipoona nimewatoka walinzi wake wote, akaanza kutoka golini kunifuata. Nilijifanya naenda na mpira upande wangu wa kulia. Kipa alijilaza upande huo ili kunizuia nisimpige chenga. Pale pale niligeuka na kupita kushoto kwa kasi. Nilibaki peke yangu na goli tupu. Nilivuta mpaka golini na kuuzima mpira katikati ya mstari wa goli. Kisha niligeuka na kuangalia tena uwanjani. Timu zote mbili zilikuwa zimesimama zikinitazama kwa shauku. Nilitumia kisigino cha mguu wangu wa kushoto kufunga goli kiulaini kabisa. Lilikuwa goli zuri sana. Go! Kumi kwa tisa. Mwenzetu mmoja alisema kwa furaha. Alinikimbilia kunipongeza. Umefunga goli kama Pele, alisema akinikumbatia. Unatumia guu lako la kushoto kama Maradona, mwingine alisema akiturukia kwa juu. Kwa leo mpira umekwisha, tumesikia mwenzetu mwingine akisema kwa nguvu kuashiria kuisha kwa mpira. Tulikuwa tumeshinda na hatukutaka mpira uanze ili wasije karudisha goli. Ilikuwa furaha tupu kwa upande wetu. Tulikuwa tumeshinda kwenye mechi ile ngumu. Tena tulikuwa tumemaliza kwa goli zuri sana, alisema mmoja wa beki wa timu ya kina Morris. Lakini Morris hakufurahi kabisa, alikuwa amekasirika sana. Morris alikuwa mshambuliaji kama ilivyokuwa mie. Aliwafokea mabeki wake huku akirusha mikono, miguu na kila kitu alichoweza kuichezesha kuonesha hasira yake. We goalkeeper na mabeki wote wajinga na washenzi. Hamstahili kucheza timu moja na mimi. Mnawezaje kumruhusu mtoto asiye na baba awapige chenga na kuwafunga goli kidharau namna hiyo? Siwezi kucheza na watu kama nyinyi. Kwa nini hamkumwangusha chini? Kwa nini hamkumkata kiatu? Simvunjeni mguu tu huyo. Kwanza mtu mwenyewe ni laana tupu. Hana baba na wala hakuna mtu anayemwonea uchungu hata kama akivunjika vipande vipande. Siwezi kushindwa na mtu haramu. Morris aliendelea kulani na kutukana. Kila mtu alimsikia. Niliasikia matusi yake na kukumbuka kiapo changu. Siwezi kuruhusu kutakanwa tena. Nimetukanwa na kulaaniwa kwa muda mrefu. Sasa ilikuwa basi. Mimi ni mtu kama mtu mwingine yoyote. Lazima nimfunze somo. Lazima aelewe kuwa mimi ni mtu wa kawaida kama alivyo yeye na wengine wote. Siwezi kuwa mtu wa kulaaniwa na kutukanwa kila siku na kila mtu. Sasa ilifika wakati wa kuliweka hilo wazi. Lazima nimfunze adabu. Hakukuwa na mwenye mwingine isipokuwa sasa. Morris atakuwa mfano. Nilimkimbilia huku yeye akiendelea kutukana, akirusha mikono kwa hasira. Aliponiona na muendea, alinigeukia. Nini we mjinga, unanifuata mimi? Huwezi kunipiga. Nitakuonesha kwa nini umelaaniwa. Maneno yake yalinipandisha hasira zaidi. Nilirusha ngumi mbili za nguvu na za haraka haraka usoni mwake. Ngumi zilitua machoni na kumfanya aone kiza. Alianza kutupa mikono hewani kwa kuwayawaya. Niliendelea kumshambulia. Sijalaaniwa na mtu wala na Mungu. Mimi ni mtu kama ulivyo wewe, nilisema kwa nguvu, nikiendelea kumshambulia kwa ngumi, mateke, vifuti na kila kitu nilichoweza. Hakuweza kujikwamua hata kidogo. Niliweka nguvu zangu zote zilizosalia kwenye mkono wangu wa kushoto. Kwa uwezo wangu wote nilimpiga ngumi kali kwa mkono wa kushoto. Ngumi ilitua kwenye kidevu chake kwa upande wa chini. Ngumi ile nzito ilimrusha juu. Aliweseka kwa nyuma. Alianguka chini mithili ya gunia la nazi. Pwa! Haraka haraka alinyanyuka, lakini miguu haikuwa na nguvu. Alipepesuka na kuanguka tena chini. Alijinyanyua tena na kuinua kichwa chake juu. Uso wake ulikuwa umejaa damu zilikuwa zikimtoka puani, machoni na kwenye paji la uso. Macho pia yalikuwa yamemtoka. Yalikuwa yamezungukwa na damu nyekundu zilizoyazingira, makubwa mithili ya miezi miwili juu ya uso wa bahari. Aliinua uso wake juu kama vile mtu atafutaye jua lililopotea. Alionekana kama ambaye hakuwa akiliona hilo jua kali la dhuhuri. Aliendelea kupepesuka huku akilitafuta jua. Ghafla alianguka tena chini kwa kishindo. Kila mtu alijua alikuwa amezirai.
Bahati umemuua Morris. Wote walipiga makelele na kukimbia kwa ghafla kama kundi la pundamilia liliona simba ghafla. Bahati umeua, Bahati umeua. Waliendelea kupiga kelele huku wakikimbia kila mtu na njia yake. Nilichanganyikiwa, niligeuka huku na huko kuwatazama wenzangu. Wote walikuwa wanakimbia kwa woga. Niliangalia tena Morris, alikuwa amelala tuli pale chini. Tumbo lilikuwa juu, kichwa chake kililala chini. Uso mzima ulikuwa na damu tupu. Bado damu ziliendelea kumchirizika na kudondokea chini. Alionekana kama mtu aliyotoka kupata ajali punde tu. Woga mkuu ulinishika. Mahali pale palitisha. Ningekamatwa wakati wowote. Nikiwa nimechanganyikiwa zaidi, nilianza kukimbia. Ilikuwa hatari kuendelea kubaki pale. Nilikimbia kuelekea vichochoroni. Hakuna hata mmoja wetu aliyefikiria kumpa Morris huduma ya kwanza. Njia pekee nzuri na salama ilikuwa kwa wote kupakimbia mahali pale. Nilizifikia nyumba za kwanza za Uswahilini. Niliingia vichochoroni huku nikiendelea kukimbia kwa nguvu. Kichwani niliendelea kuyasikia makelele na vilio vya wenzangu kuwa nilikuwa nimeua. Hiyo ilinifanya niongeze mbio. Mbele yangu kulikuwa na kichochoro chembamba na nyumba kadhaa zilizojengwa karibu. Nyumba zote zilijengwa kwa matofali, na hii ilifanya kichochoro kiwe chembamba zaidi na chenye kiza. Kilipitisha mtu mmoja tu kwa wakati mmoja. Kwa kawaida ukimwona mtu ameingia kwanza, unamsubiri mpaka atoke ndipo na wewe ingie. Ilikuwa haiwezekani kupishana. Mwishoni mwa kile kichochoro kulikuwa na nafasi kidogo, kikafuatia kichochoro chengine kilichokata kulia. Kisha kulikuwa na kingine tena kilichokata kushoto. Zilikuwa kona za vichochoro vyembamba 3. Niliingia mwanzoni mwa uchochoro kwa kasi bila kuangalia kama kulikuwa na mtu akitoka upande wa pili. Nilikimbia kwa kasi licha ya giza lilokuwepo. Mwishoni nilikata kulia na kushika kichochoro kilichofuata. Niliendelea kukimbia kwa kasi. Nilijua nilibakiza kichochoro kimoja tu, kisha nisingeweza kamwe kukutwa. Nilishafika mbali na shule. Mwishoni nilikata kushoto ambacho kilikuwa kichochoro cha mwisho kabla sijafika kwenye usalama. Hili lilinihamasisha. Nilijua nilikuwa hatua chache kabla sijawa huru tena. Niliongeza kasi na nikawa nafika mwisho wa kichochoro. Wakati nakata kushoto, nilijigonga kwenye kitu kigumu sana. Kilikuwa kishindo kikubwa. Niliona mwangaza mweupe mbele yangu. Nikapepisuka kwa nyuma, nikajigonga ukutani. Mwangaza ulififia na kiza kikaingia machoni. Nilisikia milio mingi ya sauti, ingawa sikuzijua ni za nini. Nilijitahidi nisidondoke, nikapepisuka kwa mbele. Nilijishikiza tena kwenye ukuta uliokuwa mbele yangu. Niliendelea kushikilia ule ukuta huku kichwa kikicheza mbele, nyuma, kushoto, kulia. Pole pole nilihisi naishiwa nguvu miguuni. Niliongeza nguvu mikononi, nikiendelea kujishikiza ukutani ili nisianguke, lakini mikono nayo ilishindwa nguvu. Mwili ukazidi kuwa mnyonge. Sasa sikuona chochote zaidi ya giza zito. Msikilizaji, usikose kusikiliza Haramu. Ulikuwa nami Uncle Bello.